Wakazi kutoka kijiji cha Bulemia, eneo bunge la Butula Mashariki, kaunti ya Busia, wameendelea kuathirika na funza. We care, we serve. Walioathirika wakijitokeza kwa wingi leo hii katika kambi ya matibabu ya bure katika afisi ya chifu wa eneo hilo la Bulemia ili kupata usaidizi ambao umetolewa na wakfu wa Odilo. Kulingana na wahudumu wa afya ya jamii katika eneo hilo na wakazi walioathirika, familia nyingi katika eneo hilo zimeathirika na funza, wakisema kuwa walioathirika haswa watoto wametengwa katika jamii. Napata familia zingine ziko zenye madudu kwa miguu zimeenea sana. Sasa kama kwa siku ya leo tuko hapa kwa sababu ya kushughulikia maneno ya jiggers. Kulingana na kijiji cha Bulemia East, tuko na watoto na familia zingine zenye ziko na jiggers sana. Mimi haswa saa hii niko hapa na wajukuu wangu wanahudumiwa. Hao wajukuu wangu wameathiriwa sana. Funza zinaambukizana. Hata kwa wakienda wanaambukiza wenzao. Hata wanatengwa na wenzao. Hawezi kongamana na wenzao. Sasa mimi nimeshukuru sana. Na hata naimiza huyu Mr. Odilo kama kunaweza kuwa na mfadhili mwingine pia wa kumsupport atusaidie kwa hizi familia zetu. Walioathirika wamepata fursa ya kusafishwa na kupata matibabu ya bure katika kambi hiyo. Aidha, wameomba ufadhili zaidi ili kuwasaidia kuimarisha afya ya wakazi wa eneo hilo, kwani wameathirika pakubwa. Shukuru kwa watoto ambao mnajitoa kutuletea matibabu ya hii kututibu hii madudu. Hii madudu kushasumbua sisi. Na siku nyingine mnaweza kurudi kwa maana hii ndiye inatibiwa. Na ile inabaki kwa nyumba tena itanidunga. Maafisa kutoka shirika la Odilo kwa upande wao wamewahimiza wakazi wa eneo hilo kudumisha usafi wa hali ya juu, kwani funza husababishwa na mazingira chafu. Aidha, wametoa wito kwa viongozi wa kiserikali hasa wa kaunti ya Busia kuingilia kati na kuwasaidia wakazi wa eneo hilo. Ukiangalia mali kama huku kuna area MCA, kuna MP wanatoka huku, lakini hata hawajui kama kuna funza huku. Tunataka kufanya medical camp across Busia County yenye italeta watu wote pamoja, si jiggers tu peke yake. Tangia tuanze hili shirika tumefikia watu zaidi ya 100 wafunza. Unajua kujitolea na mkono ambao hauna kitu hauwezi endelea kufanya mazoezi yoyote. Kwa hivyo wakati hii group ilianza, tuliona kwamba watu wengi wanateseka katika jamii na kuwafikia lazima sisi wenyewe tuende. Naomba wale ambao wameathirika na funza kwamba usafi ndio kitu ya muhimu. Haswa pia wale watoto wadogo kwenda shule inakuwa shida, kupata usingizi ni balaso, imebidi at least tukuje angalau tuwasaidie kidogo. Ile age group sana imeathirika ni kutoka kwa umri ya miaka 2 mpaka miaka 13. Immaculate Karimi, makala ya Undugu Afya.